Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amelizindua rasmi daraja la Magufuli maarufu kama Kigongo hadi Busisi. Karibu mtazamaji kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari zetu za michezo, biashara, uchumi, bila kusahau utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Fredi Cheti. Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amelizindua rasmi daraja la Magufuli maarufu kama Kigongo hadi Busisi, ambalo ni miongoni mwa daraja 6 ambayo ni marefu zaidi barani Afrika. Mwandishi wetu Michael Bundala kutoka mkoani Mwanza anaarifu zaidi. Historia imeandikwa kwa wakazi wa kanda ya Ziwa baada ya kuzinduliwa na kuanza kutumika rasmi kwa daraja la Kigongo Busisi. Ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amelizindua daraja hili lililoanza kujengwa miaka 5 iliyopita. Leo ni siku nyingine ya kihistoria katika nchi yetu, na ni siku tuliyokuwa tukiingojea kwa hamu na shauku kubwa. Kipekee tunafungua ukurasa mpya katika historia ya usafiri kati ya Kigongo na Busisi. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa mnamo mwaka 1968 serikali ilinunua kivuko cha kwanza cha umma kilichokuwa kinaitwa Busisi Boat. Kilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 15 tu na kilikuwa hakibebi magari kutokana na udogo wake. Ilipofika mwaka 1971 serikali ileta kivuko kingine kilichofahamika kwa jina la MV Mwanza, kilichokuwa na uwezo wa kubeba tani 20 sawa na magari madogo 3 au 4 kulingana na ukubwa na abiria 50. Kivuko hicho kwa sasa ni chakavu. Wengi wetu tunakumbuka ile hadithi maarufu aliyotusimulia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na hadithi ile inasisimua kwa sababu alitueleza kwamba alikuwa anakuja na pikipiki yake, anakwenda Sengerema kupeleka posa kwa Mama Janet kwao. Alipofika kivukoni hapa, akaangalia aina ya kivuko kilichokuwepo, akasema mimi siendi na hichi kivuko. Kwa hiyo akachukua pikipiki yake akapita njia ndefu, na alipofika Sengerema akapata taarifa kwamba moja katika mitumbwi iliyokuwa imeondoka kwenda kule umezama na watu wamefariki. Lakini kutoka hapo alipokuwa rais wetu ndio akasema sasa ile shida na kadhia za watu kuzama, sasa basi akaja na wazo la kujenga daraja hili. Ujenzi wa daraja hili umefanywa na serikali ya Tanzania bila kukopa fedha kutoka sehemu yoyote. Miradi hii ya kimkakati, daraja la Kigongo Busisi lilikuwa 25% tu, na hapo tulikuwa tumelipa sio zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 152 tu. Daraja hili ukiweka na kodi ya ongezeko la thamani yake ni bilioni 718. Hivyo basi maana yake Rais Samia, wewe umelipa fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 450, na ndio maana tunasema mama umeweza. Mkoa wetu wenye idadi ya watu milioni 3.6 ni kitovu cha uchumi katika mikoa ya kanda ya Ziwa, tukiwa tunachangia pato la taifa hili kwa 7.2, tukiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam. Takriban trilioni 13.5 zinatoka mkoa wa Mwanza kuchangia pato la taifa. Aidha, kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Mwanza, ninapenda kukushukuru sana Mheshimiwa Rais, wewe na serikali unayoiongoza kwa kuupatia fedha mkoa wa Mwanza kiasi cha shilingi trilioni 5.6 kati ya mwaka 21 na 25 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na mingi ikiwa ni miradi ya maendeleo ya kimkakati, na leo umezindua miongoni mwa miradi hiyo. Kabla ya kuzinduliwa kwa daraja hili, anayevuka kutoka Busisi kwenda upande wa pili alitumia muda mrefu wa saa 1 hadi masaa 3 kuvuka katika eneo hili, ambapo kwa sasa kuvuka ni ndani ya dakika 3. Daraja la Kigongo Busisi ni la 6 kwa urefu barani Afrika na ni la kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, likiwa na urefu wa kilomita 3.2.
Daraja linaloongoza kwa urefu Afrika linatoka nchini Misri ambalo lina urefu wa kilomita 20.5 na mengine yanayolizidi daraja la Kigongo Busisi yanatoka Nigeria, Misri, Msumbiji pamoja na Morocco. Wakati huo huo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi katika mradi wa maji la Madi wilaya ya Busega mkoani Simiyu utakaowanufaisha wananchi 85,000 na pia amezungumza na wananchi wa Nyashimo wakati akihitimisha ziara yake mkoani Simiyu kabla ya kuja hapa lilipo daraja la JPM maarufu kama Kigongo Busisi. Kutoka mkoani Mwanza, Michael Francis Bundala, Sky TV. Historia. Ni taarifa ya mwandishi wetu Michael Bundala kutokea jijini Mwanza. Na tutazame taarifa nyingine. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa uzinduzi wa kiwanda cha kwanza cha kisasa cha kuchenjua shaba ni ishara tosha ya dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kusimamia na kuendeleza sekta ya madini. Virginia Paul anatujuza zaidi. Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa kiwanda hicho chenye uwezo wa kuchenjua tani 31,200 za mashopo ya shaba kwa mwezi kitaleta manufaa kwa wanachunya na taifa kwa ujumla. Wizara na taasisi mbalimbali, endeleeni kusimamia wawekezaji hawa nchini ili wanapofanya shughuli zao wazingatie sheria, kanuni na taratibu za nchi hii kama vile kulipa kodi stahiki, kutunza mazingira kwenye maeneo haya, lakini usalama wa wafanyakazi na usalama wa raia ambao wanazunguka wanaishi kwenye eneo hili. Fanyeni hivyo wizara na taasisi. Nimepata taarifa mkurugenzi mkuu STAMICO huko hapa. Endeleeni kufanya ukaguzi kama haya yanafanyika. Lakini la pili, wamiliki wa viwanda na wawekezaji wote, hakikisheni mnaendesha shughuli zenu kwa kuzingatia matakwa ya sheria na hasa kwenye utunzaji wa mazingira, mkishirikiana na halmashauri wenyeji ya kijiji na ya wilaya. Wizara ya Madini tena na taasisi zake, endeleeni kuhamasisha tafiti mbalimbali. Chunya hii inaonekana kuwa na madini mengi ya aina mbalimbali. Fanyeni tafiti tujue wapi kuna madini ya aina gani, ili wananchi wenyewe wanaotaka kuchimba wachimbe, ili kuwe na uwekezaji wakubwa waje wawekeze, itengeneze fursa kwa makundi yote kama ambavyo nimeeleza. Naye naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa amesema kuwa ujenzi wa kiwanda hicho ni sehemu ya utekelezaji wa sera na sheria ya madini inayotaka kuhakikisha madini ya Tanzania yanachimbwa, yanachakatwa, yanaongezwa hapa hapa nchini kabla ya kuuzwa nje ili kupanua wigo wa fursa za kiuchumi. Kiwanda hiki cha MAST ni sehemu ya utekelezaji wa sera na sheria ya madini inayotutaka tuhakikishe kwamba madini ya Tanzania yanachimbwa, yanachakatwa na yanaongezwa thamani hapa hapa nchini kabla ya kuuzwa nje ili kupanua wigo wa fursa za kiuchumi zinazopatikana kupitia ajira, kupitia transfer ya teknolojia na mambo kama hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiki kiwanda ni moja kati ya viwanda 9 ambazo tumeshaziweka kwenye mpango wa kujengwa hapa nchini kwa ajili ya kuongeza madini yetu thamani kabla ya kuuzwa nje. Hata kiwanda hiki bado hawajafikia hatua ya kutengeneza bidhaa za mwisho, lakini ndio mpango wao. Watatengeneza mpaka zile zinazoitwa copper cathode ambazo ndio zile chuma za kwenda kutengenezea nyaya za umeme, nyaya za kuweka kwenye magari na bidhaa mbalimbali inayotokana na madini mkakati. Kwa upande wake, rais na mtendaji mkuu wa kampuni ya MAST Dr. Grandon Archeld amesema kuwa ujenzi wa kiwanda hicho ni mwanzo wa uchimbaji na uendelezaji wa sekta ya madini nchini Tanzania na kwamba kampuni hiyo ina mpango wa kujenga viwanda vingine Dodoma na Arusha. What we have built here at Chunya, we see as the beginning of mineral exploitation and mineral development in Africa, and mostly in Tanzania. We plan to build similar plants at Dodoma, at Arusha, and we look forward to the continued support of the government of Tanzania. I would like to use this opportunity to say to the Prime Minister, we are pleased that you're honoring us with your presence. We are pleased with the support we've received from the Tanzanian government. Your various ministers have been extremely helpful
And for that, we thank you and look forward to your continued support on this journey to minerals development in Tanzania. Asante sana Virginia Po kwa undani wa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Wakati takwimu zinaonyesha watoto 14,000 wanazaliwa na ugonjwa wa sickle cell kila mwaka nchini, serikali imehimiza upimaji wa vinasaba kabla ya ndoa au mahusiano ya kudumu ili kuwa na kizazi chenye afya njema bila sickle cell. Nora Damian anatujuza zaidi. Juni 19 kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya selimundu au sickle cell duniani, ambapo Tanzania imekuwa ikiungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku hii. Na leo hii maadhimisho ya kitaifa yamefanyika hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana jijini Dar es Salaam. Ugonjwa wa sickle cell unasababishwa na kurithi vinasaba vyenye hitilafu kutoka kwa wazazi wote wawili. Hapa nchini kwetu Tanzania, takribani watoto 14,000 huzaliwa na ugonjwa huu kila mwaka. Hii ni sawa na watoto 14 kati ya kila watoto 1,000 wanaozaliwa. Namba hii sio ndogo, ni kubwa. Na huu ugonjwa si kama yale maradhi mengine ya kuambukizwa. Haya ni mambo ya genetic. Ni ugonjwa ambao sio wa kunyanyapaa, ni ugonjwa ambao wa kupokea, lakini kupambana nao na jinsi ya mtu kuishi katika mazingira ya usalama. Kama ni vitu ambavyo ni vya kurithi, maana yake nini? Ni genetic makeup. Kwa hiyo kama mtu ana vinasaba hivyo, ni vizuri kutoa ushauri mapema kabla ya kupata watoto. Kila mtoto anayezaliwa na sickle cell ana haki ya kuishi maisha bora yenye matumaini na ufanisi, iwapo tutawapatia huduma stahiki za afya, elimu sahihi kwa familia na kupambana na unyanyapaa unaowakumba. Nao wazazi wenye watoto wanaougua ugonjwa wa selimundu wameishauri jamii kuacha dhana potofu na unyanyapaa kwa kuwa ugonjwa huo unatibika. Sickle cell selimundu ni ugonjwa ambao unatibika endapo mzazi ukifuatisha masharti tunayopewa na madaktari, kama vile mtoto kunywa maji, kula vizuri, nikijumuisha yani kiujumla upande wa lishe nzuri kwa mtoto mwenye sickle cell, kumpa dawa kama daktari alivyotuelekeza, basi ugonjwa wa sickle cell natumai utakuwa kama ni kitu cha kupita tu. Mimi ni shujaa sickle cell toka mwaka 2014. Pia ningependa kuwashauri mashujaa wenzangu kufuata kile daktari anachokisema, tuwe tunakunywa maji mengi, tuwe tunakunywa dawa kwa wakati, na ningependa kusema sickle cell au selimundu hauambukizwi. Shuleni tusiwe tunatengana, maana ugonjwa ni wa kurithi. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo usiku huu ni pamoja na wakazi wa kijiji cha Isalalo wapiga marufuku kutembea ovyo usiku na kunywa pombe kwenye vilabu baada ya saa 4 usiku. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV na bado upo kwenye ulimwengu wa habari. Mimi naitwa Fredi Cheti. Tuangazie taarifa nyingine. Wakazi wa kijiji cha Isalalo kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe kupitia uongozi wa kijiji hicho wamejiwekea sheria ndogo ndogo zenye lengo la kulinda usalama hasa kipindi hiki cha mavuno. John Kiango ana ripoti kamili. Wakazi wa kijiji cha Isalalo kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe kupitia uongozi wa kijiji hicho wamejiwekea sheria ndogo ndogo zenye lengo la kulinda usalama hasa katika kipindi hiki cha mavuno. Miongoni mwa sheria hizo ni pamoja na marufuku ya kutembea usiku na kunywa pombe kwenye virabu baada ya saa 4 za usiku. Akizungumza na Sky TV, mwenyekiti wa kijiji hicho Godness Lebai amesema kuwa hatua hiyo imelenga kuzuia vitendo vya uhalifu vinavyoweza kujitokeza nyakati za usiku hasa kipindi hiki cha shughuli nyingi za kilimo cha mavuno. Kwenye upande wa sheria ndogo ndogo ambazo tumejiwekea, kwa mfano kutembea usiku
tulijiwekea na kutokudhurura ovyo kwenye maeneo ya shule. Tulijiwekea sisi wenyewe kama halmashauri ya kijiji, tulikaa na tulipokuwa tumekaa tukakubaliana kwamba kuanzia kunywa pombe ni muda ya saa 8 na mwisho ni saa 4 usiku. Tujiwekea kwa sababu ya kwamba tuone kwamba kuondoa pengine mambo ya uhalifu ambao unaweza kujitokeza. Kwa hiyo tulijiwekea kwamba sasa hii tuweze kudhibiti, na tulipeleka kwenye mkutano wa hadhara. Baada ya kupeleka kwenye mkutano wa hadhara, wananchi watukubalia na sheria hizi zinatekelezwa vizuri. Tulijiwekea kwa sababu tuliona kwamba pengine hawa watu hasa wadokozi na vibaka, kwamba kama tutaachia watu wanazurura ovyo usiku, inaweza ikapelekea watu pengine wakavunja amani, pengine wakadokoa, wakawa na wezi. Sasa tukajiwekea hizi sheria kwamba tudhibiti kiurahisi. Sasa ni kipindi hiki ni kipindi cha mavuno. Sasa kama watu wamejivunia, wengine wanaweka nje, tukaona kwamba tukiweka sheria hizi zinaweza zikatusababishia usalama hasa kwa kipindi cha uvunaji. Mwenyekiti huyo amesema kuwa tangu kuanza kutekelezwa kwa sheria hizo hakuna tukio lolote la uhalifu lililoripotiwa, jambo linaonyesha kuwa wananchi wanatii sheria hizo kwa kiwango kikubwa. Upande wa wananchi wamepokea vizuri, wamepitisha na tunakubaliana, wanatoa ushirikiano. Na utekelezaji wake ni kwamba kama atatokea mtu ambaye pengine anavunja hizo sheria, adhabu zipo ambazo tumejiwekea na wananchi wamezipitisha. Sasa hajapatikana mtu yeyote, maana watu wanaonekana wametii. Kwa hiyo hajapatikana mtu yeyote na hatujamlipisha mtu yeyote. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wameeleza namna sheria hizo zinavyowasaidia, huku wakiomba serikali ya kijiji kuongeza mkazo zaidi katika utekelezwaji wake. Mimi naishukuru serikali, tena naipongeza sana kwa kuweka hizi sheria na kwamba tuwe tunawahi kurudi majumbani. Moja faida ya hizi sheria ni kwamba zitatusaidia kupunguza uwizi, kwa sababu kuna wakati watu wakiwa wanarudi usiku wanapitia mashambani mwa watu, wanachukua mahindi ya watu, wanachukua karanga za watu majumbani. Kwa hiyo serikali ilifikiria sana kuweka huu mpango. Kwa kweli mimi naipongeza sana serikali. Na kwa kusisitiza sana, naomba serikali iwe na mkazo kuhusiana na hizi sheria. Isiishie hapa kama ilivyoandika tu, yawe maandishi. Hii sheria ni nzuri, lakini sasa wanakeuka sheria. Maana wafiki saa 4 mpaka saa 8, wengine mpaka kuna kucha. Sheria hiyo hawaifuati kama mwananchi wa Isalalo. Yaani kwa ombi langu kwa serikali itusaidie kutia mkazo. Yaani sheria yani kuleta mkazo kabisa, yani saa 4 wageni kama ni saa 4 ifikage saa 4. Sasa nafikiri kwa sheria hizi ambazo zimewekwa, nafikiri kwa upande wa usalama zimetoweka vizuri. Vurugu hamna, kwa sababu watu watembei usiku, kwa kunakuwa na amani. Sheria nyingine walizokubaliana ni pamoja na marufuku ya kuzurura ovyo kwenye maeneo ya shule na kutoruhusiwa kuachia mifugo bila uangalizi. Adhabu ya ukiukwaji wa sheria hizo ni faini ya shilingi 50,000 kwa kosa. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Ni taarifa yake John Kiango kutokea wilayani Mbozi. Tuangazie taarifa nyingine. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limewataka wateja wake ambao wanadaiwa kulipa madeni yao kwa hiari ili kuepuka kuathiri upatikanaji wa huduma ya umeme kwenye shughuli zao. Akizungumza leo kuhusu kuanza kwa kampeni maalumu ya uhamasishaji ulipaji madeni na ulinzi wa miundombinu ya umeme, kaimu mkurugenzi kitengo cha mawasiliano TANESCO Irene Goele amesema zoezi hilo pia litahusisha ukaguzi wa mita za luku kwa lengo la kuhakikisha zinafanya kazi ipasavyo. Tunayo changamoto ya uwepo wa madeni ya wateja wa malipo ya baada, kwa maana wateja wakubwa na wateja wa kati, ambayo tumeona ni vema tukitumia fursa hii kuweza kuwakumbusha na kuwahamasisha wateja wetu wote kwenye maeneo yote nchi nzima kulipa umeme kwenye bili zao kwa hiari, kwa sababu kumekuwa na limbikizo la madeni ambayo kwa sisi kama shirika yanatupa changamoto kwenye kuendesha shughuli zetu. Kwa hivyo tukaona ni wakati mzuri wa kuweza kuwakumbusha wateja wa malipo ya baada kuweza kulipa bili zao za ankara za umeme. Lakini pia katika kundi hili zoezi hili litakwenda sambamba na msamaha wa riba. Kwa hivyo tumefungua milango TANESCO kwa ajili ya kuzungumza na wateja, na tutakwenda kuzungumza na wateja, lakini pia tunawapa fursa ya kuja ofisi TANESCO
kwa lengo la kuweka mpango mezani ambao utasaidia kuhakikisha kwamba madeni hayo yanalipwa kwa msamaha wa riba kwa jinsi ambavyo tutakuwa tumekubaliana nao. Katika kampeni yetu hii inawahusu pia wale ambao ni wateja wa malipo ya kabla, kwa maana ya mita za luku, ambao walibadilishiwaga mita za zamani wakiwa na madeni na yakahamishiwa katika mita za luku. Sasa pia tumeona kuna kusuasua kwa wateja kununua umeme ili kuhakikisha kwamba wanalipa yale madeni ya zamani ambao walikuwa nayo. Kwa hivyo tukasema pia ni wakati wa kuwakumbusha wateja wa kundi hili kuweza kuendelea kununua umeme ili kulipa madeni yao ya nyuma ambao walikuwa nayo. Tutakwenda sambamba na zoezi la ukaguzi wa mita za luku. Na katika eneo hili tutakuwa tukifanya ukaguzi kuangalia mita ambazo hazifanyi kazi vizuri au zimeishi kwa muda mrefu na hivyo zinapelekea upotevu wa mapato. Lakini pia katika eneo hili kuna kundi la wateja baadhi ambao sio waaminifu, wamekuwa na tabia ya kuchezea mita. Kwa hiyo zoezi hili pia litawahusu wao kwa lengo la kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wale ambao walikuwa na bypass umeme. Kampeni hii itahusu pia upande wa ulinzi wa miundombinu, kwamba kumekuwa na changamoto ya uharibifu au wizi wa miundombinu ya umeme, na kwa sisi kama shirika pia tumekuwa tukipata athari katika eneo hilo, hasa kwenye wizi wa transformer. Na kwa takwimu ndogo tu za kuanzia kipindi cha Juni 2024 mpaka Disemba 2024 tumepata takriban kesi 63 za uharibifu na wizi wa miundombinu ambazo zimetupa hasara kwenye shirika kwa takriban milioni 770. Tukaona pia ni wakati mzuri tuwashirikishe wananchi kwa kuwaelimisha umuhimu wa kulinda miundombinu hii ili tuendelee kuweza kuwahudumia. Tutazame taarifa nyingine. Kutokana na changamoto wanayopitia wagonjwa wa zahanati ya Itezi mkoani Mbeya ya kukosa viti vya kukalia wakiwa wanasubiri kupata matibabu, imemuibua mdau wa maendeleo kufika kwenye zahanati hiyo na kutoa viti 8 vyenye thamani ya shilingi milioni 1.5 ili kuzuia adha hiyo. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka Mbeya inatujuza zaidi. Alfred Mwakibete akimwakilisha Samuel Kitininda amesema walipokea maombi kutoka kwenye zahanati hiyo ikiwa na mahitaji mbalimbali, na wao binafsi wakaona kipaumbele kikubwa ni viti ili kuweza kuwasaidia kina mama wajawazito wanaofika kwenye zahanati hiyo. Mnamo mwezi wa 4 mwaka huu tulipokea barua kutoka kwenye zahanati yetu ya Itezi ikiwa imeorozesha mahitaji yake kadha wa kadha, lakini baada ya kuipokea barua ile, sisi kama wafanyakazi pamoja na mkurugenzi, kutokana na mahitaji yale tukawa tumekuja hapa, tukaona kipaumbele cha kwanza ni wale wakina mama wajawazito wenye watoto wadogo, wakifika hapa wakiwa wengi wanashindwa kukaa wanasimama. Tukasema basi kipaumbele chetu kiwe viti. Baadhi ya wakina mama wajawazito wameeleza changamoto wanazokutana nazo ikiwemo kukosa kupata huduma kwa wakati, huku mganga mfawidhi wa zahanati hiyo akiomba wadau wengine kujitokeza kuwajengea uzio ili kuimarisha ulinzi. Sisi kama wajawazito au wamama waliokuja na watoto wakifika katika sehemu tunakuja kujilaza kwenye majani, ni kitu ambacho tunaacha foleni. Manesi wataita huko majina, sisi tuko huku nje, hatuelewi kitu. Tunamshukuru kwa hilo alipotoa, Mungu amuongezee. Tunashukuru kwa kutufanyia kwenye maji, barabara, tunamshukuru. Hapa hospitalini tulikuwa tunasimama nje, maana watu walikuwa wanajaa sana kwenye viti humo kote, kwa hiyo tulikuwa tunasimama pembeni. Kwa kweli kupitia hivi, Mungu wa mbinguni ambariki sana baba, amejua kutufurahisha tukiwa kama sisi wajawazito. Hitaji uzio kwa namna ya pekee sana, kwa sababu wadau wengi wanachangia vitu mbalimbali ambavyo itatusaidia sisi hapa kuhifadhi hivi vitu vya thamani ambavyo tunavyovipata hapa, tuweze kufanya nini, viweze kukaa katika hali ya ulinzi. Kwa upande wao, viongozi wa serikali za mitaa kata Itezi wametoa shukrani zao za dhati kwa mdau huyo, huku wakitoa wito kwa wadau wengine wa maendeleo kujitokeza kuwasaidia, kwani kutoa ni moyo. Amefanya kitu kikubwa mno, kwa sababu wakina mama walikuwa wanapata shida. Mara nyingi tumekuja hapa, wakina mama wanakuwa wamesimama, wengine wamekaa nje, lakini alichokifanya hiki, Mungu ambariki sana sana, na tunahimiza wadau wengine wa maendeleo waje walete msaada kama alivyofanya, waige mfano wa huyu kaka, waige mfano, watuletee maendeleo. Vitu vingi vinahitajika. Ni namna pekee
naamini kabisa kwamba Itezi tuna rasilimali watu kubwa kabisa. Kusaidia sio lazima uwe na kitu kikubwa, ni kutoa ni moyo. Hivi viti ambao ni mabenchi, haya mabenchi 8 sio hivi tu, lakini ameshiriki kwenye shughuli hizi kwa muda mrefu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Tutazame taarifa nyingine. Katika tukio la kusikitisha ambalo limezua maswali mengi kwa jamii, mwanamke mmoja aitwaye Kang'wa Tunu Mahigi mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kijiji cha Lugubu, wilaya ya Igunga mkoani Tabora, amefariki dunia kwa kunywa sumu aina ya Ruruka 80 inayotumika kuua viwavi jeshi vinyamizi, huku pia akiwanywesha watoto wake 4 ambao wote wamepoteza maisha. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao, amesema chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa kifamilia ambapo marehemu alikuwa mke mkubwa katika ndoa ya wake wengi na alikuwa akilalamika kunyimwa huduma sawa na mke mdogo, ikiwemo mume wake kujenga nyumba kwa mke mdogo huku yeye akikosa makazi bora. Katika kitongoji cha Lugubu Kusini, kijiji na kata ya Lugubu, tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina ya Kagwa Tungu Mahigi, ana umri wa miaka 25, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Lugubu Kusini, pamoja na watoto wake 4 ambao walitambulika kwa majina ya Sengi James mwenye umri wa miaka 8, Simon James mwenye umri wa miaka 6, Elisha James miaka 3 na Kashinje James mwenye umri wa miezi 7. Wote walifariki dunia baada ya kunywa sumu aina ya Ruruka ambayo inatumika kuulia wadudu. Chanzo ni ugomvi kati ya marehemu pamoja na mume wake, ambapo marehemu alikuwa ni mke mkubwa na kulikuwa na mke mdogo pia. Na chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama apati huduma sawa pamoja na mke mdogo. Na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo na yeye kuona zile huduma hazipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kumvizia mume wake akiwa amekwenda shambani na kisha akanunua pakiti ya sumu ya kurogea kwenye kikombe cha plastiki na alionyesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe. Nyumbani kwa marehemu kulikutwa pakiti moja ya sumu hiyo ambayo imetumika pamoja na kikombe cha plastiki chenye sumu ambayo ilibakia. Miili ya marehemu ilihifadhiwa mochwari ya Igunga kwa ajili ya uchunguzi na baada ya uchunguzi kufanyika imekabidhiwa kwa ndugu leo hii kwa ajili ya mazishi. Hili ni tendo la kikatili, kihalifu na lisilo na utu, lililoangamiza maisha ya watu wasiostahili kuumizwa na pia linaondoa nafasi ya mtu mwenye matatizo kupata msaada wa kweli. Hakuna mazingira yanayohalalisha kuumiza wengine kwa sababu ya hasira, wivu au maumivu binafsi. Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia kutumia mamlaka mbalimbali wakiwepo viongozi wa dini, serikali na sisi Jeshi la Polisi tunalo dawati ambalo linashughulikia masuala ya jinsia pamoja na watoto ili kuweza kupata ufumbuzi wa migogoro mbalimbali. Alikuwa akiishi yeye pamoja na watoto wake na mume wake ambaye kuna siku ambazo walikuwa na wako wa mke mkubwa na siku nyingine alikuwa anakwenda kwa mke mdogo. Tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na sasa tunahitimisha katika habari za kitaifa na tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tutakwenda katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar.
Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Biashara na uchumi. Na sasa wasawa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Tatu Habibu. Wafanya biashara wa soko la Kariakoo wametaja kuwa mchango mkubwa katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Nchini Tanzania soko kubwa linalofanya vizuri Kariakoo, lakini kwa sehemu kubwa wafanyabiashara hawa wanasahaulika kwenye eneo la kupongezwa na kwa jitihada wanazozifanya. Akizungumza na waandishi wa habari leo Juni 19 baada ya kuwasili Dodoma, mwanzilishi wa tuzo za wafanyabiashara Kariakoo Zakayo Shushu anasema lengo la tuzo hizi ni kusaidia wafanyabiashara kutambulika kwa jamii na kutambua mchango wao katika uchumi wao, ya kuwatambua mchango na jitihada ambazo zinafanywa na wafanyabiashara wa Kariakoo. Kwa miaka mingi tumekuwa tukiona jitihada kubwa na mchango mkubwa ambao wamekuwa wakiutoa wafanyabiashara wa Kariakoo kwenye maendeleo ya taifa letu na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Lakini kwa sehemu kubwa tumekuwa kama tukiwasahau kwenye eneo la kuwapongeza na kuwatia moyo kwa jitihada kubwa wanazozifanya. Miongoni mwa masoko makubwa sana Afrika yanayofanya vizuri, huwezi kuacha kulitaja Kariakoo. Kwa sifa hizo nzuri ambazo wanazo, lakini tulikuwa tunakosa platform ambayo ingekuwa ni wezeshi na kuwatia moyo wakati wa mafanikio yao na hata wakati wa changamoto zao. Kwa mara nyingi tumekuwa tukiona Kariakoo imekuwa ikitrend wakati wa changamoto. Kama kuna tatizo fulani limetokea, ndio tunaona Kariakoo iko mjini au wafanyabiashara Kariakoo wako mjini. Lakini tulikuwa tunasema tulitamani tungekuwa kuna platform ambayo inawatambua na inatambua mchango wao mkubwa ambao wanaufanya kwa nchi na kwa taifa letu. Kwa hiyo tulianzisha platform hii madhubuti kabisa kuwasaidia wafanyabiashara Kariakoo kutambulika na kuwatambulisha mbele ya jamii na nchi kwa ujumla. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema hii imekuwa ni fursa ya kipekee ya kuwapa hamasa, huku wakiomba marekebisho ya wafanyabiashara wageni kuingilia biashara za wafanyabiashara wa ndani. Kama ambavyo mmetupa heshima, mtambue pia kwamba tuna kitu kimoja ambacho tunatamani kingefanywa marekebisho kitusaidie, ambacho ni wageni ambao walitakiwa wawe wawekezaji wakubwa kuja kufanya katika nafasi ambazo sisi wazawa wa ndani tutakao tufanya. Tunaomba hilo likiweza kuangaliwa, at least lipunguze ugumu wa makali ya mapambano kule, kwa sababu wao wanakuja wakiwa tayari wana vitu ambavyo wametoka navyo viwandani kwao. Wakija hapa wakivifanya kuviuza kwa vile ambavyo wanajisikia wao, inatuulia sisi nafasi ya kupambana. Huko mtaani ajira zimekuwa kazi na ni ngumu kupatikana. Kwa hiyo tunapopata fursa kujipambania, basi tunaomba pia na mazingira yawe wezeshi ili tuweze kufanikiwa. Kwamba kuna fursa nyingi zipo kwenye huu mradi, so tuiangalie kama opportunity kwa ajili ya kuzifikia hizi fursa, na tuendelee kupaza sauti ili wateja wetu wajue tupo. Wale ambao wana wateja wanafanya biashara kudeliver waweze kwenda kuconnect na wateja wao ili kuendelea kuzikuza brandi zao na kutengeneza trust. Cornel Kai ni afisa wa maandamizi shirika la reli Tanzania, amewakilisha wafanyabiashara kufanya biashara zao katika jengo la station. Lakini tukiangalia jengo letu lote lina nafasi ya kutosha ya kibiashara. Tuna sehemu za maduka, tuna sehemu za migahawa, tuna sehemu za mabenki. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo zimeshaanza kutumika, lakini kuna sehemu zingine ambazo bado ziko wazi
na wafanyabiashara wanaweza wakazipanga na wakazitumia. Kwa hiyo ili wateja wetu wanaposafiri wakifika kwenye kituo hiki basi waweze kupata huduma zozote wanazozihitaji. Jumla ya wafanyabiashara 30 wa Kariakoo ambao ni washindi wa tuzo za Kariakoo wamewasili leo jijini Dodoma baada ya kupokea mwaliko wa kushiriki vikao vya Bunge na watatembelea miradi mbalimbali katika jiji la Dodoma. Na sasa tuangazie katika viwango vya kubadilisha pesa. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Sky TV. Mtazamaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na sasa ni wasaa kwenda kutazama habari za kimataifa ambapo tutaungana na Pius Jeyunga. za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jeyunga. Wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka huu. Hayo yameelezwa kwenye taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari iliyotolewa nchi hizo mbili na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani. Taarifa hiyo imesema mkataba huo unajumuisha vipengele vya kuheshimiwa kwa hadhi ya mipaka ya kila upande, kukomesha uhasama, kuweka chini silaha na kujumuishwa kwa makundi ya waasi ndani ya mifumo ya dola. Pia pande hizo mbili zimeahidi kufanya mkutano wa ngazi ya mawaziri wiki inayokuja na zimewaalika viongozi wa pande zote mbili kuhudhuria. Kutiwa saini mkataba huo kunaweza kufungua njia ya kumalizika kwa mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu mashariki mwa Kongo, ambako jeshi la serikali linapambana na kundi la waasi wa M23 linalosema linaungwa mkono na Rwanda. Marekani ilijitwika jukumu la upatanishi baada ya juhudi za kikanda kushindwa kumaliza mzozo huo. Katari pia ilizikutanisha pande hizo mbili mwezi Aprili kwa mazungumzo ambayo hayakuzaa matunda. Kwingineko, wanaharakati na baba mzazi wa kijana Johan Kariuki aliyepigwa risasi hadharani na polisi nchini Kenya wametaka uwajibikaji na afisa aliyefanya tukio hilo afunguliwe mashtaka. Boniface Kariuki, baba mzazi wa Johan, amewaambia waandishi wa habari kuwa mtoto wake huyo wa pekee anapigania maisha kwenye wodi ya wagonjwa mahututi baada ya kupigwa risasi ya kichwa. Amesema alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa wa kuondoa risasi Jumanne usiku. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 na mchuuzi wa bidhaa ndogo ndogo, inaaminika alijipata katikati ya mapambano na polisi wawili waliokuwa wakipambana na maandamano ya vijana yaliyofanyika mjini Nairobi kulaani mauaji ya mwanablogi aliyekuwa rumande.
Polisi mmoja aliyefunika uso alimpiga risasi ya kichwa Johan na kudondoka. Jeshi la polisi limesema limewakamata maafisa hao wawili na wanahojiwa. Kisa hicho kimezidisha hasira na mashaka kuhusiana na madai ya kila wakati ya ukatili wa polisi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Na hatimaye watu wasiopungua 29 wameuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya Israeli karibu na kituo cha kutoa misaada ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza, huku wengine 18 wakiuawa asubuhi ya Alhamis. Taarifa hizo ni kwa mujibu wa vyanzo vya kitabibu kwenye ardhi hiyo ya Palestina. Kulingana na taarifa kutoka eneo hilo, kwa ujumla wa Palestina 69 wameuawa kutwa nzima jana kwenye maeneo tofauti ya ukanda wa Gaza. Wale waliouawa wakitafuta mahitaji muhimu walikuwa kwenye kituo cha kusambaza misaada kinachoendeshwa na wakfu wenye utata unaoungwa mkono na Israeli na Marekani kwa utoaji wa misaada ndani ya Gaza. Wakfu huo umekanusha taarifa za vifo au majeruhi karibu na vituo vyake vya kutoa misaada. Hata hivyo, mikanda ya video imeonyesha maafisa wa jeshi wakiwalenga Wapalestina kwa risasi na baadhi ya miili ya watu ikiwa chini. Alfajiri ya Alhamis, watu wasiopungua 18 wakiwamo 15 waliokuwa wamekusanyika karibu na eneo la usambazaji misaada wameuawa na jeshi la Israeli katikati mwa ukanda wa Gaza. Umoja wa Mataifa umeukosoa mfumo huo wa sasa wa usambazaji misaada kupitia wakfu wa GHF ukisema haufanyi kazi. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Sky TV. Mtazamaji, bado unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na sasa ni muda wa kwenda viwanjani kutazama habari za michezo na burudani, ambapo punde tutaungana na mwanamichezo wetu Johannes Michael. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa ulimwengu wa habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael.
Na moja kwa moja tunaanza na taarifa. Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF limethibitisha kusogeza mbele mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho FA kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Awali mchezo huu ulipangwa kuchezwa Jumamosi ya Juni 28 kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar, visiwa vya Zanzibar, lakini taarifa iliyotolewa na TFF, mchezo huo umesogezwa mbele ambapo utapigwa Juni 29 Jumapili kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na mdau wa mpira wa miguu Injinia Mustafa Himba, amesema amekutana na changamoto baada ya kuchukua fomu ya kugombea urais wa shirikisho la soka TFF kwenye uchaguzi mkuu utakaotarajiwa kufanyika Agosti 16 jijini Tanga. Leo asubuhi mapema Injinia Mustafa Himba alifika katika ofisi za TFF na kuweza kurudisha fomu kutokana na madai ambayo anasema kwamba hawajakidhi vigezo na hajaweza kukubaliana na kile ambacho kimeweza kutokea. Kwamba mwenyekiti wa uchaguzi wa TFF amekuja kuulaghai umma na kutuambia kwamba tukachukue fomu aidha kwa kujua au kwa kutokujua kwamba endorsement zimeshachukuliwa. Kwa taarifa au kwa faida ya wengine kwamba endorsement zinatakiwa ni 47. Lakini kwa taarifa zilizopo endorsement 46 zote zimeshatolewa. Kwa maana kwamba tulichukua fomu tumeenda kutoa sadaka au tumeenda kulipa pesa ambayo haina return kwenye shirikisho la mpira Tanzania. Hii ina maana ipi? Maana yake hapa kuna aidha ulaghai au wizi au nia ovu ambayo watu wameitengeneza kuchukua pesa za Watanzania ambao wana vipato aidha vikubwa au vidogo au vakati. Kwa maana hiyo kama mwenyekiti wa uchaguzi alikuwa analijua hili au kwa kutokujua, asingeitisha au asingeutangazia umma kwamba tukachukue fomu. Maana yake anajua si tunaenda kuweka pesa ambayo haina muendelezo wowote. Kama mtiania wa huu uchaguzi nitatafuta haki yangu, kwa sababu haiwezekani, nimesema haiwezekani hata kidogo, nikatoa 500,000 yangu mtu akaila. Nimehangaika kwa jitihada zote ambazo nimezifanya kwa uwezo wangu kupata at least hizo endorsement 5. Kila ninapopiga, kila ninapowafuata, kila ninapowaelezea wenye mamlaka ya kunipa endorsement wanasema endorsement zote zimeshatolewa. Huyo ni Injinia Mustafa Himba na masuala yake ya TFF. Lakini moja kwa moja tukienda kunako taarifa nyingine, wananchi wa Dodoma wameendelea kuvutiwa na banda la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo katika maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma kwenye viwanja vya Chinangali Park vilivyopo jijini Dodoma. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa ambapo tunaanza na goalkeeper klabu ya Arsenal na timu ya taifa ya Hispania David Laya kwa sasa yupo nchini Tanzania kwa mapumziko mafupi akiwa ameongozana na mpenzi wake. Wameonekana wakifurahishwa na vivutio mbalimbali vya utalii vinavyopatikana nchini ikiwa ni sehemu ya mapumziko baada ya kumaliza msimu 2024 msimu 2025. Laya ambaye amekuwa na msimu mzuri akiwa na kikosi cha Arsenal ametoa tuzo ya golikipa bora ligi kuu ya England kwa mara ya pili mfululizo. Ziara yake Tanzania inaongeza idadi ya mastaa wa soka wa kimataifa wanaotembelea nchini mwezi Juni, wakiwemo Pedro FC Barcelona na gwiji wa soka Zlatan Ibrahimovic ambao wameweza kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii nchini Tanzania. Na kunako taarifa nyingine, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limemsimamisha kushiriki kwenye michezo ya 4 ya FIFA Club World Cup kiungo wa klabu ya Boca Juniors Ander Herrera kwa kosa la kutaka kuingilia maamuzi ambayo ilikuwa ni mchezo zidi ya Boca Juniors zidi ya Sporting Lisbon ambayo inatokea pale nchini Ujerumani. Adhabu hiyo inaanza kufanya kazi kwa mchezo ambao ujao Ander Herrera kucheza ndani ya mchezo huo. Na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurudisha kwake Fred Chet kwa ajili ya kuweza kuhitimisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV.
Na mtazamaji, na kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Ni ukaribishe kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, halikadhalika na maeneo yanayopatikana katika pwani ya kusini ya bahari ya Hindi. Kwa upande wa maeneo ambao pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Hali ya baridi bado inatarajiwa kuendelea kushamiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ambapo kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto 8 katika mkoa wa Njombe. Na kwa siku ya leo, hali ya mawingu kiasi inayoambatana na mvua pamoja na ngurumo za radi inatarajiwa hususan katika maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na mkoa wa Mara. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa jumla. Na kwa hapo kesho, ni matarajio kuwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na mkoa wa Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zinazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto 16. Mkoa wa Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo halikadhalika na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mkoa wa Kilimanjaro, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kwa upande wa mkoa wa Morogoro, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto 15. Kwa Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Asante kwa kutufuatilia. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Kwa habari zetu zaidi, usiache kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii: Facebook, Instagram, Thread, TikTok, bila kusahau YouTube channel yetu kwa jina la Sky International TV. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, jina langu ni Fred Cheti. Uwe na wakati mwema. Sky TV.